kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, unawaleta watu kwa msimu fulani, kwa kazi maalum, kwa utukufu wako na kwa huduma kwa wanadamu. Wakimaliza mwendo wao wanapumzika, lakini sisi ni wanadamu, tunaumia. Watoto wa Agnes wameumia, wazazi, ndugu na jamaa, marafiki, kanisa, serikali na chama na taifa. Bila faraja yako hatuwezi. Tugange, tuimarishe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae ndugu zangu. Wapendwa, sisi tulioachwa, naomba niwashirikishe mambo matano tu. Jambo la kwanza, naomba nitoe pole kwa watoto wa Agnes, kwa wazazi, kwa ndugu, kwa jamaa, kwa ukoo, kwa familia, kwa kijiji, kwa kata, kwa wilaya, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Chama cha Mapinduzi, kwa kanisa, ninyi nyote na sisi sote. Mungu wa faraja zote na mwenye nguvu zote awe kimbilio na msaada tele wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, naomba nimshukuru Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Baada ya msiba Jumamosi saa 2 alinipigia simu akaniuliza, Baba Askofu, mnazika lini, wapi? Maana leo asingekuwepo hapa. Tukaongea na familia, tukakubaliana leo hapa Shelui. Nitumie nafasi hii kumshukuru Waziri Mkuu kwa utu na ushirikiano, kwa kuja na kujali kwake. Mheshimiwa, umefanyika faraja uwepo wako hapa. Tunajua ratiba yako leo litakuwa uwe wapi. Umejali na Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi nimeshangaa sana. Kuna watu, ndugu yangu mheshimiwa, akipata tu ukatibu wa tawi la Simba Sports Club Sekenke anasema yuko busy. Lakini wewe waziri mkuu umeacha shughuli zako. Nimekushangaa, huwa nakushangaa, lakini leo nimekushangaa zaidi. Nikujuze tu kitu kimoja, ndugu yangu. Agnes alikuwa kati ya watu wanaokuhusudu sana. Mzee Mwinyi anasema kuadimaya. Nakumbuka siku moja mwaka 2023 aliniambia, Baba Askofu, unazijua icon 5 za Singida? Nikamwambia icon ni nini? Akasema, unajua ninyi watu wa dini hamjui vitu vingi. Nikatafuta, kumbe icon ni alama, nembo, star, pembe.
Nikamwambia hizo icon ni zipi? Akasema icon namba 1 mwaka 2023 ni Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Icon ya pili nimeisahau, najua uzee umeshaingia sasa. Icon ya 3 nimeisahau, ya 4 nimeisahau, ya 5 naikumbuka ni Profesa Kitila Mkumbo. Alikuona tokea mbali, nikujuze tu. Alikuombea tokea mbali, nikujuze tu. Alikutakia mema tokea mbali. She had a dream and it's being fulfilled. Umefanya vizuri sana kuja. Hata Yesu alienda kwa msiba wa rafiki yake Lazaro. Jambo la 3, mniruhusu niseme kidogo kuhusu Agnes. Kama una simu kubwa, ukienda kwenye Google ukiandika Agnes, shida ya watu wetu, mna simu kubwa lakini hamjui maana ya majina yenu. Ukiitwa Hasani, ukiitwa Halima, ukiitwa John, hakikisha unafahamu maana ya jina lako. Sio kawa na jina la nyani, ubadilishe mapema. Maana ya Agnes ni pure heart. Peace. Vijana sema huyu ni mtu wa peace. Asiye na shida. Ukigoogle tu. Wapendwa, mwaka huu nimekuja Shelui mara 2, 2026. Kila nikija Agnes ananawisha msafara wa askofu mkono. Hanawishi tu mikono, anawapakulia chakula. Hata juzi mwezi huu Agnes ametuonyesha kuwa kumbe unaweza kuwa mwanasiasa, kumbe unaweza kuwa na cheo, kumbe unaweza kuwa na elimu, kumbe unaweza ukawa na mali na bado usiinue mabega, na bado ukanyenyekea. Kumbe unaweza ukawa mwanasiasa na bado usiwe mwongo. Waziri Mkuu, mimi nashukuru sana. Nilikuwa na wewe Manyoni. Watu wanaeleza kero, sema huyu apewe hati leo. Kuna kamsemo sio kazuri sana, eti siasa ni mchezo wa uongo. Uongo ni wa shetani. Agnes ametuonyesha mwanasiasa anaweza kawa mkweli. Kumbe unaweza ukawa mwanasiasa usitumikiwe, bali ukatumikia watu. Kama ananawisha mikono, anakuwa kamati ya mapokezi. Mheshimiwa diwani sio mtu mdogo. Diwani ananawisha watu. Agnes ametuonyesha kumbe unaweza kuwa mwanasiasa na una cheo, lakini usidharau dini na Mungu. Tunaona alikuwa kiongozi wa vijana wa diocese, mjumbe wa fedha, mjumbe wa kanisa, mchaji wa ibada. Kuna watu wakipata nafasi ya siasa wanaacha ibada. Agnes ametuonyesha unaweza kawa mwanasiasa na mwenye cheo, lakini usionee watu wala kuwabagua. Tunatamani wanasiasa wasiokuwa na mawazo ya kijiji, ila wenye mawanda mapana na utashi mpana, kuweza kuakomodeti watu wote na makundi yote. Jambo la 4, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisipomtambua na kumshukuru
shehe mkuu wa mkoa, sitapata amani. Naomba simame aliko. Hilo ni jambo la 4. Yule pale. Asante sana. Tulikuwa naye Manyoni. Msiba ulipotokea, nilimpigia simu nikamwambia naomba tushirikiane. Akaniambia naam, baba askofu, nitafika. Na amefika hapa mapema kuliko mimi na wengine tangu saa 4. Kwa itifaki yetu leo, mtafuata itifaki yetu, samahani, atapata nafasi ya kusalimia. Bwana asifiwe. Akanijibu tuko pamoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu na sisi sote. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka, yenye umoja, upendo. Dini sio mbaya, ila udini ndio mbaya. Sawa na kabila. Kabila sio mbaya, shida ni ukabila. Hali kadhalika dini sio mbaya, shida ni udini. Nafikiri hata chama sio kibaya, shida ni uchama au uchawa. Nafikiri. Pole sana Waziri Mkuu, ninaona unapita kila wilaya na kusikiliza na kutatua shida za watu. Alafu kuna kundi fulani nimelisikia juzi linataja dhehebu lako. Mimi nimeshangaa kweli. Mimi PhD yangu sio ya kuchoma watu sindano, ni ya falsafa. Nimeshangaa kweli. Unatatua kero za watu, watu wanataja dhehebu lako. Na mimi wewe ni rafiki yangu kabla hujawa mbunge. Kweli sikujuaga dhehebu lako, nimelijua juzi. Hata dini ya mkuu wa mkoa Singida siijui kabisa. Ngoja na yeye waje wamseme kwenye Facebook ndio nitaijua dini yake. Unapima dhehebu au uwezo wa kazi? Mimi nimejiuliza kwenye falsafa. Mtu mmoja aliwahi kusema, unataka punda au mlio wa punda? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiona watu wanataja dhehebu au kabila au mkoa kwenye kazi anayofanya mtu, ujue kwenye kazi umewapiga bila. Huo ndio ukweli. Kwenye kutatua kero umewashinda, kwenye kutembelea watu umewashinda, wanahamia kwenye dhehebu. Tunaitaka Tanzania ambayo kama Rajabu ana kipawa apewe kata kuongoza. Tusiulize kwa nini anaitwa Rajabu. Tunaitaka Tanzania ambayo kama John ana talanta apewe kuongoza kijiji. Tusiulize mbona anaitwa John. Tunaitaka Tanzania ambayo kama Muhazabe anatatua kero za watu apewe kuongoza wilaya. Tusiseme ni Muhazabe. Na ndio maana mimi nikamwalika ndugu yangu. Yesu akasema watu na watutambue hivyo. Ni ushamba kielimu na ni upofu kiroho kumpima mtu kwa dini. Ni ushaya, ni mambo ya very primitive. Very primitive. Mtu apimwe kwa kazi, uwezo. Ni ushamba wa kielimu na upofu kiroho kumpima mtu kwa kabila au jinsia. Sisi tulikuwa tunatumia jinsia. Siku hizi mnatuharibia Kiswahili eti mnasema jinsi. Mna bwana hiyo. Hiyo mimi nakataa mpaka kesho. Utamwitaje mamangu jinsi? Wanawake wanaweza. Agnes ameweza.
Tuangalie uwezo wa mtu. Wanawake wanaweza udokta kama wanaume, wanaweza sheria kama wanaume, hata manabii. Shekhe wa mkoa yuko hapa. Manabii na mitume, mheshimiwa, walihifadhiwa na wanawake. Hata Mtume Muhammad alifadhiliwa na mama mmoja alikuwa fogo. Shekhe anafahamu. Kuna mama alikuwa na uwezo, alifadhili mambo ya Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad akaona hapa isiwe ufadhili tu, akaweka na posa. Utafadhiliwa bila kuoa. Na anafikiri yule mama shekhe alibadilisha na zile hati zikawa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu alisaidiwa na kina Priscilla. Wanawake wanaweza. DC wa Singida, RC wa mkoa Singida ni mwanamke. Mwenyekiti wa chama wa tawala mwanamke. Rais wa Tanzania mwanamke. Diwani wa sheria Kinesi mwanamke. Wanawake ndio waliosema Yesu amefufuka, haleluya. Wanaume walikuwa wamejifungia. Na mheshimiwa, ole wenu ninyi wa kule kwenye siasa. Ole wako ufanye kampeni bila wanawake, upate kura. Mtakuwa waimbe pale, mtaisoma namba. Asante Shekhe mkuu wa mkoa. Bado niko kwenye namba 4 ya kwako. Umeonyesha upendo. Msiba umetunganisha. Mimi sijakualika kisiasa. Msiba huu umetunganisha. Kuna madiwani Waislamu. Nikasema ili tukio la leo ni kubwa, tushirikiane kwa namna hiyo ambayo Mungu ameandaa ibada ya namna hiyo. Wakristo nitumia ibada hii kuwaomba tuache kuwatania na kuwakejeli Waislamu wanaposali asubuhi. Allah Akbar. Wakristo wanajua wanawaambiaje? Wala hakubali. Wala hakubali. Wakristo wabaya jamani. Kumbe Allah Akbar ni Mungu ni mkubwa. Hata ukienda kule Palestina, kanisa la Kikristo la Palestina, Askofu Mkungwa anafahamu, Biblia imeandika Allah, imetafsiriwa Kiarabu Allah. Ni Biblia kanisani imeandika Akbar, God the Almighty. Kwa tuache kuwakejeli. Lakini pia nitumie nafasi hii mbele ya shekhe wa mkoa na ninyi Waislamu, muache kuwatania na kuwakejeli Wakristo. Yesu mwana wa Mungu, Mungu alioa saa ngapi na alilala kitandani saa ngapi? Uwana wa Yesu hautokani na kitanda wala biolojia, ni uweza wa Roho Mtakatifu. Yaani tukikaa hivyo, hata haya ya kumtukana ndugu yangu, dhehebu gani litatoa mbunge, dhehebu gani linatoa rais, dini gani inatoa rais, mkipendana Mungu anamleta rais. Mkiheshimiana, mkatambuana, mnanyang'anyana fito, mnanyang'anyana fito, najenga nyumba moja. Barabara leo tumepita pale, sijaona barabara ipige alarm inaniambia askofu shoka, askofu shoka, shekhe mkuu apite. Barabara haina dini. Elimu haina dini. Sindano haina dini. Watu kabisa, watu wazima, unachagua nani anasali wapi? Bwana asifiwe. Kwa tuache hizo dharau pande zote mbili. Mheshimiwa Shekhe mkuu wa mkoa, mimi natamani dini zetu badala ya kulumbana
zingekopeshana. Mimi natamani ungenikopesha nidhamu ya kufunga. Mimi mwaka huu nilifunga siku 3, haki ya Mungu kidogo nife. Maana Mungu amesema usiape bure, mimi na hapa sio bure. Kidogo nife mzee. Nikajiuliza, ndugu yangu huwa anatoboaje siku 30? Nilikupigia. Mngetukopesha uwezo wa udhu, mngetukopesha suna, mngetukopesha nidhamu ya kuheshimu saa. Hata kama ulikuwa unatafuta kura, unaachana na kura unaenda kuswali. Kuna watu wameweka kura mbele kuliko Mungu wao. Hii dunia tunapita. Mungu namba 1, Mungu. Na mimi nashukuru sana madiwani mpo, viongozi wetu wazuri mpo wengi wazuri wenye mamlaka. Mna uwezo wa kushuti, mko wengi hapa. Hawa yote ni mazuri, hata Mungu ana silaha mbinguni. Lakini tukumbuke mwisho wa siku tutaenda kujibu. Kwa Mungu namba 1. Mngetukopesha hayo. Alafu na ninyi mngekuwa tayari, shaka mkuu, naomba ajenda huu uipeleke. Mngekubali tuwakopeshe kimoja, Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu. Sisi tutakopa vingi kwenu, maana benki yenu ni kubwa. Sisi tunawakopesha kimoja. Na mimi bahati mbaya nilisoma Uislamu 2 years. Mwanamke aliyetajwa kwenye Qurani kuliko wanawake wote ni Maryam, mama yake na Isa. Hakuna mwanamke aliyetajwa kama huyo kwenye Qurani. Na Qurani ambayo inaongozwa na shekha wetu mkuu inasema Isa bin Maryam atasimama siku ya mwisho kuamua hukumu. Siku moja nikamtania shekha rafiki yangu, akamwambia, kwa nini usielewane na hakimu moja kwa moja, usipitie mwanasheria? Mkubali na sisi tuwakopeshe hicho. Bwana asifiwe. Jambo la 5 na la mwisho,